Yes, Kilo Finest. Bwana, muda mrefu hatupewani, lakini tunaweka mambo sawa ili tuweze kurudi vizuri. But kwa wakati huu bwana, kuna vitu vingi sana vimepita hapa katikati, lakini mpaka sasa kuna vitu vingine vinaendelea. Na mimi mwenyewe utulivu ulikuwa mdogo. Jua muda mrefu sana nimekuwa nikisafiri, nimeenda maeneo mbalimbali hapa Tanzania, nje ya Tanzania na maeneo mengi, kwa hiyo hata utulivu ulikuwa mdogo. But leo bwana, nimewakumbuka ndugu zangu, nimeikumbuka familia yangu, nikasema nirudi hapa kuja kupiga maneno mawili matatu ili tuweze kuweka mambo sawa. Sasa narudi na ipi? Kuna taarifa, tunafahamu kwanza kocha wa Young Africans Pedro Gonçalves aliyekuwa kocha alitimuliwa, hiyo tunaifahamu. Sasa baada ya kutimuliwa kocha, timu nayo Moalin kwa wakati huu, tunafahamu kilichotokea kule Singida. Mimi nilikuwa mtangazaji wa ile mechi, lakini nimeangalia kwenye mitandao mbalimbali, vyombo mbalimbali vinatoa taarifa ya tetesi ya kuhusishwa kwa Amin Elkarma kwamba anakwenda kuwa kocha mkuu wa Young Africans. Yaani watu wakimhusisha huyu kocha kwenye nafasi ya kocha mkuu wa Young Africans. Hizo ni tetesi zinazungumza hivyo. Sasa kocha namfahamu vizuri sana huyu Amin, nafahamu vizuri. Kwa hiyo nikasema hapana, inabidi nikutane na ndugu zangu tuzungumze hapa kuhusu huyu kocha, nafasi yake ndani ya Young Africans iko vipi, ni kocha wa aina gani na mambo yatakuwa vipi. Amin Elkarma ni kocha raia wa Morocco, ni kocha mdogo tu, umri wa miaka 40 na hivi karibuni tu ndo kaingiza miaka 40. Ni kocha ambaye wa Morocco wenyewe miongoni mwa listi ya makocha wao kupitia chama chao cha mpira wa miguu cha Morocco, huyu ni miongoni mwa makocha wao ambao wamewaweka pale, ambao wanawategemea katika ajenda mbalimbali, katika mipango mbalimbali, pamoja na Amin Elkarma. Sasa Amin Elkarma, to make story short, ni kocha ambaye anafundisha huko Morocco kwa maana ya karia yake. Amefundisha Morocco, lakini alianza kwenye kucheza mpira. Amecheza mpira kwenye timu ya nyumbani kwao, Olympic Club de Safi, na baadaye akaingia katika ukocha. Baada ya kuingia kwenye ukocha akaanza kufundisha, amefundisha timu mbili tu of course kwa pale Morocco. Amefundisha RS Berkane, amefundisha Olympic Club de Safi. Huko kote amefundisha kwenye performance nzuri, yani timu zake zilikuwa zikicheza vizuri. And good thing, hii klabu ya Olympic de Safi inawezekana watu wengi kwa jina geni, lakini msimu huu wa Champions League wa Confederation tumeiona, ndo timu ambayo ilikuwa imemtoa Wydad Casablanca, kama tutakumbuka vizuri, katika hatua ya robo finali. Wenyewe wakaenda kutolewa katika hatua ya nusu finali, walienda kutolewa na Club Zamalek. Kwa hiyo Olympic Club de Safi hii ambayo tumeiona kwenye Confederation mpaka wanafika hatua ya nusu finali, Amin Elkarma kwa namna kubwa yeye ndo aliitengeneza hii timu. Of course hakuwa yeye ndo kocha ambaye amefika huko, lakini yeye alikuwa ameitengeneza hii timu, na hata hii nafasi ya kufuzu kushiriki hiyo michuano ya CAF ilikuwa chini yake Amin Elkarma. Yeye ndo alibeba ubingwa wa Throne Cup. Throne Cup ni kombe la shirikisho la Morocco ambalo alimfunga RS Berkane, ile klabu ambayo aliwahi kufundisha, ndiyo ambayo aliifunga katika mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho hilo Throne Cup. Na ilikuwa Berkane, sio Berkane nyepesi, hiyo Berkane ambayo ilichukua ubingwa wa Confederation kwa maana ya ubingwa wa shirikisho Afrika. Walichukua ubingwa pia wa ligi kuu ya Morocco Botola, ndio ambayo ilicheza na Simba fainali. Simba akapigwa kule Morocco, wakaja hapa wakatoa sare. Ni hiyo RS Berkane Amin Elkarma aliofanyia business na akawabit, akawafunga, akachukua ubingwa wa Throne Cup. Ndo hii Olympic Club de Safi tumeiona ikishiriki katika michuano ya kimataifa. Sasa
hiyo ni wasifu wake mdogo. Of course hana wasifu mkubwa sana kwa sababu ya umri wake pia, lakini kwenye eneo jingine huyu bwana Amin Elkarma sio mara ya kwanza kumzungumzia sisi. Mimi binafsi nimesha kumzungumzia katika session zilizopita huko nyuma, na tulikuwa tunamzungumzia akihusishwa na klabu ya Simba kwa wakati ule. Ilikuwa Amin Elkarma na timu za Tanzania ana story nazo. Simba wakati wanamchukua Fadlu Davids, Amin Elkarma alikuwa kwenye uchakataji wa CV kwenye kupata kocha bora. Makocha watatu wa mwisho waliobakia kabla ya maamuzi ya mwisho kumchukua Fadlu Davids, ilikuwa Fadlu Davids ndo alishinda ukocha akawa head coach. Wa pili ikawa Amin Elkarma ndo alishika nafasi ya pili huyu bwana. Sasa Fadlu ndo akapita akawa ameingia, Amin Elkarma akaendelea kubakia Morocco. Tunakumbuka kipindi kile cha finali za AFCON, ambazo zilifanyika Morocco. Amin Elkarma alikuwa miongoni mwa analyst wa kituo kimoja cha michezo kikubwa tu kwenye haya mataifa ya Kifaransa haya. Alikuwa kama mchambuzi yuko kule, kwa hiyo muda mwingi aliotumia kwa kule. Alihitajika huyu na klabu ya Tanzania msimu huu, ukiachana na hiyo ya kufanya kutuma CV kuchakatiwa akiwa na klabu ya Simba. Amin Elkarma aliwahi kuhitajika na klabu ya Singida Black Stars. Ilibidi aingie Singida Black Stars baada ya kuondoka Miguel Angel Gamondi, lakini mambo yakaenda tofauti, hususan katika eneo la mshahara. Amin Elkarma alikuwa na ofa ambazo zilikuwa zina mishahara mikubwa zaidi kuliko ambao Singida wameweka. Of course sio kama Singida walikuwa wameshindwa, lakini Singida waliweka eneo lao hili. Mwamba akaangalia lile eneo la Singida ambalo wameliweka, akaangalia na kile ambacho wamekiweka maeneo mengine, ikasemekana kwamba atakwenda kujiunga na USM Alger. Lakini baadaye mambo yakaenda tofauti, hata huko USM Alger na kwenye pia hakuenda, kwa sababu USM Alger kocha ambao alimchukua ni Lamine Ndiaye, kocha aliyekuwa kocha wa TP Mazembe, aliyewapa ubingwa TP Mazembe mwaka 2010, ndo alienda kuwa kocha mkuu wa USM Alger. Na huyu ndiye ambaye ameshinda, yuko finali sasa hivi, anacheza na Zamalek ya Confederation. Leo hii wanakipiga Zamalek na hao. Sasa kwenye baada ya kushindikana kuingia ndani ya Singida Black Stars, Singida Black Stars ndo wakamchukua kocha aliyetoka kabla ya huyu wa sasa hivi Papi Kimoto, aliingia Othman Najer. Othman Najer ndo akachukuliwa Mtunisia, huyu akawa kocha mkuu wa Singida, akawa meneja mkuu wa Singida of course kwenye role ya coach, baadaye mpaka akaja kutimuliwa baada ya kupoteza dhidi ya TRA United. Kwa hiyo huyu ndo Amin Elkarma, ni kocha mwenye mazingira hayo. Young Africans ndo ambao wanahusishwa naye. Sasa nafasi yake ndani ya Yanga ipo. Of course kwa Amin Elkarma ni mawazo mapya, ni makocha wapya. Mara nyingi hiyo waga nairudia kwamba kuna makocha ambao wenyewe ni makocha ambao hawana experience kubwa sana ya kusimama kwenye coaching, hawana experience kubwa sana kwenye michuano ya kimataifa, lakini ni makocha ambao wana maarifa mapya. Mpira huu wa kileo tunaoona unahitaji hizi mindset mpya. Kwa hiyo Young Africans kuhusishwa na Amin Elkarma, kwangu mimi sijashangaa sana, kwa sababu ni kocha ambaye ni kocha mkubwa ambaye anatakiwa na maeneo mengi, ingawaje alipumzika hapa katikati, but haipindui kwamba huyu ni miongoni mwa makocha wazuri. Mfumo wake anaotumia ni 4-2-3-1. Yes, walinzi wanne, viungo wawili wenye tabia ya ukabaji, viungo watatu wenye tabia ya ushambuliaji, na mshambuliaji wa mwisho mmoja. Huu ndio mfumo wake ambao anaotumia. Kwenye eneo la qualification ana leseni ya CAF pro license. Unajua ili usimame katika mechi za CAF unatakiwa kuwa na leseni A ya CAF au pro license. Sasa pro license maana yake ni zaidi ya leseni A, ndiyo ambayo yeye yuko nayo, leseni ya kuweza kusimama katika michuano hiyo ya kimataifa. So kwa Amin Elkarma hiyo ndo story yake, nimejaribu kuielezea hivyo, naamini
itakuwa mmenielewa. Bado sijachanganya ujue. Sijachanganya kuja kwenye session hapa kuzungumza nini, lakini naamini nimeeleweka juu ya huyu kocha. Kwa hiyo ni kocha ambaye anahusishwa. Kama itatokea ameingia ndani ya Young Africans, sawa, itatokea ameingia na tutakuja kuangalia hapa kwa maeneo mengine kwenye angle nyingine mbalimbali. Lakini so far tunapozungumza, ukisikia Emmanuel Karma, basi hiki nilichokwambia ndo kiclick kichwani mwako kwamba okay, huyo ni kocha wa namna 1, 2, 3. Hilo ndo kubwa ambalo nilisema leo bwana na share na ndugu zangu. Kwa hiyo tunaendelea kuweka mambo sawa, tutarudi kwa nguvu, lakini mawili matatu yakitokea ambayo nasema haya na share, basi tutakuja hapa tutazungumza. Yes, kwa hiyo hilo ndo kubwa. Sasa wewe unaweza kuniambia kwenye comment section hapo kuhusu Emmanuel Karma, kwa hiki ambacho nimekizungumza na wasifu wake ambao nimezungumza, unamwona anatosha ndani ya Young Africans au unaona bado huyu atafutwa kocha mwingine? Basi weka comment yako kwenye comment section hapo, bila kusahau kusubscribe Mzinga Sports.